Mimi moja kwa moja nailaumu timu yangu kwa sababu ni haki yetu sisi mashabiki kuletewa timu uwanjani. Na hauwezi kuahirisha mechi ndani ya yani chini ya masaa 24. Yes, baada ya mchezo wa klabu ya Yanga pamoja na wekundu wa Msimbazi kuahirishwa na bodi ya ligi kuu soka ya Tanzania bara hadi pale mchezo huu utakapotangaziwa ratiba ama tarehe nyingine kwa ajili ya kuchezwa. Hapa pembeni yangu niko na shabiki wa Simba. Bana, mambo vipi? Fresh mwanangu. Unaitwa nani? Naitwa Mekula. Mchezo umeahirishwa na unajiandaa kuja kuitazama dabi hii. Pengine ni maumivu kiasi gani unayo hivi sasa? Yaani naumia tofauti hata na unavyofikiria. Yaani tofauti hata na jamii itakavyoweza kuchukulia. Naumia sana. Na sio mimi tu. Mashabiki wa Simba tena tuliotoka mikoani tunaumia sana kwa sababu tunaingia gharama ambazo hazina kichwa wala miguu. Ni gharama tu ndizo ambazo zinawaumiza, hamna kitu kingine ambacho kinaumiza kutaka kuahirishwa kwa hii dabi? Hapana, kwa upande wangu mimi vyote vinaniumiza ikiwemo na gharama. Mimi kufika Dar es Salaam hapa situmii chini ya 500,000. Pamoja na maandalizi. Hapo haujaweka kulala. Situmii chini ya 500,000. Leo mtu anaahirisha mpira mechi. Ina maana atapanga siku anayojua yeye. Hiyo siku nitakuwa nimejiandaa. Kwa hiyo ni mazingira yanatengenezwa, watu wa karibu ndio watakuwa wanafaidi kuona dabi. Watu wa karibu. Sisi wa mbali mpaka hapa tumeshafeli. Maana tunarudi kwetu, alafu kitangaza baada ya wiki moja tuje, hatuwezi kujipanga 500,000 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tarehe itakapopangwa kwa ajili ya mchezo huu kuchezwa, wewe hautakuwa sehemu ya mashabiki watakuja? 90% ya mashabiki waliopo leo kutoka mikoani hawatokuja kwa sababu watakuwa na hisia hizi kwamba tunaweza tukaenda na tusione mechi wakahairisha. Okay, sawa. Pengine labda katika kuahirishwa kwa mchezo huu, wewe unamlaumu nani? Mimi moja kwa moja nailaumu timu yangu kwa sababu ni haki yetu sisi mashabiki kuletewa timu uwanjani. Na hauwezi kuahirisha mechi ndani ya yani chini ya masaa 24 unaahirisha. Watu wameshakuja, wamekaa siku mbili, jasho linatutoka hili, tumevaa vitu vya ajabu kwa muda wote. Au unaahirisha chini ya masaa 24. Tunafanyaje sisi? Yaani ni masaa mawili tu, mara wanasema tunacheza, mara mechi ipo, mara haipo, mara Yanga wanasema lazima tucheze. Kwa hiyo ni vitu havieleweki. TFF imetangaza kwamba hakuna mechi. Ni kwa sababu ni kwa sababu ya Simba. Sisi Simba tungeleta timu mechi ingekuepo kwa sababu wenzetu walikuwa wako tayari. Kwa hiyo tunaumizana sisi wenyewe wana Simba, tunavunjana mioyo. Mimi nailaumu klabu yangu. Sina kumlaumu, ni klabu yangu ndio nailaumu kwa sababu imefanya kitu tofauti. Kwa sababu kuna sheria za mpira. Wangeleta timu uwanjani, wacheze, tujue nani kafungwa, alafu baadaye ndio hizo sheria zianze kufuatwa. Nani kakosea, adhabu yake hii hapa. Mbona tulifungiwa mechi fulani hatukuja mashabiki kwa sababu ya uharibifu wa uwanja? Kwa nini wasingeahirisha siku ile? Yani mechi zinazokuja tuje aseme tumeahirisha. Kuna utaratibu. Utaratibu unatakiwa ufuate baada ya mechi, sio kabla. Huu sio utaratibu, huku ni kuvunjana mioyo, kuingizana gharama ambazo hazina maana. Pengine labda kuahirishwa kwa hii dabi sasa kunamaanisha kwamba hivi vilabu vyetu viko juu ya sheria? Sijasema hivyo kwamba viko juu ya sheria, ila sheria ndio kidogo inanyenyekea hivi vilabu viwili. Sheria inanyenyekea, inavinyenyekea vilabu. Sisi hatuko juu. Mtu akinyenyekea kwako, alafu wewe unajua tu kwamba wewe ni wa chini, basi sheria ndio inanyenyekea sana hizi vilabu Simba na Yanga, ni sheria. Sio vilabu kwamba viko juu. Sheria ndio sijui inajishusha, mimi sielewi. Mechi itakiwa ipigwe leo hapa. Tutakiwa tuangalie mechi. Hizo habari za kufukuza uwanjani, sijui mabodyguard, tumesikia habari za mabodyguard, sijui nini, mambo mengi yani ambayo hayana maana. Hayo ni baada ya hapo ndio wangepewa hizo adhabu, sio leo. Leo sisi yani wanatuumiza sisi. Tumetoka mbali. Ukiangalia magari yamejipanga pale kama umeyaona. Tumetoka mbali. Leo mtu amewasha gari amekuja hapa, gari moja imegharimu milioni kadhaa, 50, 40. Leo namwambia hakuna mechi. Si unamuumiza mshabiki wa kawaida. Wewe uko umetulia ofisini, unapiga mahesabu yako ofisini, sijui tu vikao tu hapa na pale, ila tunaoumia ni sisi. Ulikuwa tayari umekata tiketi? Iya. Ilikuwa ni mzunguko ama VIP? VIP mimi nakaaje mzunguko? Si uliona nilivyokuwa nimejipanga? Mimi nakaa popote ila nimekata ya VIP. Ila mimi nakaa popote. Nashuka chini maana mashabiki ndio wanaitaka. Aje na huku tupige picha, mimi nashuka. Kwa lazima nikate ya linki ya juu ili hata wa chini akinihitaji niende. Sasa wameshatudondosha. Hakuna namna.
tunarudi kwetu, lakini kuja tena kwa dabi nyingine sidhani, ni asilimia chache sana. Pengine uko tayari kuona klabu yako ikiadhibiwa baada ya kupeleka lawama kwa viongozi wao? Niko tayari, waiadhibu tu. Niko tayari. Hakuna kingine? Hakuna kingine, niko tayari. Waiadhibu ili tujifunze kesho tusifanye vitu kama hivi. Waiadhibu, haina shida. Hautaumia kabisa? Siwezi kuumia, si ndio mpira huko hivyo, huyu akikosea anaadhibiwa, wa upande wao akikosea anaadhibiwa. Au kwa sababu tayari wao umeadhibiwa kutokana na timu kutoletwa uwanjani? Haki si zinafuatwa. Kama haki inasema adhibiwe, sawa, mimi siwezi kupinga na nitafurahi kwa sababu ni haki inasema hivyo. Mimi nitakuwa sawa. Ila dabi inayofuata haitakuwa na muamko tena kama huu. Watu tuliamka. Dude lile la mpira uliona nimelifadi. Kulisafirisha lile, ukiingia kwenye kosta mle nimechukua siti za watu hao. Mtu mmoja kutoka Tunduma mpaka kufika hapa tulipo hapa sio chini ya shilingi 70,000. Watu wanne piga 70 mara 4. Ni 280,000. Bado siti yangu. Ukichungulia utaliona kule. Bado siti yangu. Kuja na kurudi mimi natumia zaidi ya 500,000, alafu mtu anairisha sijui alete timu uwanjani. Wewe utajisikia? Sio fair kabisa. Na mimi silimi hela, kwamba kuna sehemu naenda tu nalima natoa 50,000 na 70 kuja kulipia siti 5. Hapana, natafuta kwa jasho kama kijana wa Kitanzania. Mimi machinga. Natafuta hela. Nikipata 2,000 naweka mpaka zimefika hela za kuja nazo leo mtu anairisha. Nimelipia siti 5. Siti 5. Mpira umekaa pale. Siti 5. Alafu mtu anairisha. Kwa hiyo tunarudi tena, wakipanga nitafute hela ya siti 5 kwa ajili ya kuja kuishabikia timu yangu. Alafu timu yangu imenivunja moyo. Hatutakuja kwa sababu tunahisi tukija tena watahairisha. Pole. Asante. Asante. Wewe testing, mic testing.